kuangalia, je, na jambo hili katika mantiki ya uadilifu linapaswa kuthibitishwa mahakamani? Hivi wewe Kilala, nisikilize kidogo, nina dakika mbili hazijaisha. Mtu mwanaume malaya anastahili kuwa kiongozi wa taifa letu? Mimi siwezi kupatia jibu. Hapana, ni jambo la msingi tu. Mimi siwezi kupata majibu. Okay, kwa mimi naweza kuambia hivi, mtu huyu si muadilifu. Kwa sababu malaya si muadilifu. Hafai kuwa kiongozi wa taifa letu, kwa sababu hawezi kutoa hamasa ya kuwa mtu bora katika nchi yetu. Sasa je, huyu mtu tunamtuhumu kwa tuhuma za umalaya. Unasema huyu si umalaya mpaka tukamthibitishe mahakamani. Unajua kuna tofauti kati ya legality na legitimacy. Kwenye politics tunazungumzia legitimacy. Haihitaji wewe tukusafishe kisheria kusema wewe ni mwadilifu. Wewe si mwadilifu, huna legitimacy, huna uhalali, una madoa, ni tajiri. Na tukikuuliza utajiri wako umeupata wapi, unasema mimi na uchukia umasikini. Tukikuuliza pesa zote hizi unapata wapi, unasema pesa hizi ni za marafiki zangu. Hawa marafiki zako wanatoa pesa hizi zote ili wewe uende Ikulu kwa maslahi gani? Wameoa dada yako? Hatuwezekani kuwa na taifa ambalo tu kwa sababu tuna frustrations zetu. Ni kweli serikali ya mapinduzi inatakiwa kujibu maswali haya, halafu tunakuja tunakubali tu kwamba sasa bora sisi tumeonewa sana, bora tumchukue tajiri atatufikisha pahala. Tangu lini uliwahi kusikia tajiri ana uhusiano na masikini? Huyu ni mchungaji. Kwenye Biblia imeandikwa itakuwa vigumu sana kwa tajiri kuona ufalme wa mbingu. Itakuwa rahisi zaidi kwa ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. It is a matter of principle. Leo hii mnakuja hapa mnasema huyu mtu ni mtu msafi kwa sababu hakupelekwa mahakamani. Unajua maana ya legitimacy? Legitimacy pia ni mahakamani. Legitimacy ni namna unaishi, ni namna unajipambanua kwa watu. Taifa la namna hii ambalo tunaanza kupoteza misingi tu kwa sababu ukawa nao wanatamaa kama sisi imekwenda Ikulu, halafu mnakuja hapa mnatuambia unajua tunamtumia huyu ili tufike Ikulu. Hatuwezi kwenda Ikulu kwa kuvunja taratibu, kwa kukiuka misingi, kukiuka utaratibu, kukiuka maadili ambayo ndo kwayo tutaweza kuhudumia watu wetu. Watu wetu wanakosa haki kwa sababu viongozi wengi sio waadilifu. Watu wetu wanakosa huduma mbalimbali kwa sababu viongozi wetu hawawajibiki. Sasa mtu ambaye haya yote anayo anasema mimi